wasema tuko tayari kuwapa maadui kichapo kikubwa zaidi ikiwa haki za Iran zitakiukwa. Jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu limethibitisha utayari wake wa kuwapa maadui kichapo kikubwa cha kihistoria iwapo wataendeleza madai yao ya kupita kiasi na kukiuka haki za taifa tukufu la Iran. Kwenye taarifa iliyotolewa Ijumaa, IRGC ilijibu ujumbe wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Mujtaba Khamenei kufuatia kutiwa saini kwa mkataba wa maelewano uliokomesha rasmi vita vya uchokozi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu vilivyoongozwa na Marekani na utawala wa Israeli. IRGC imesifu ujumbe wa hekima wa kiongozi ikisema kuwa umedumisha umoja wa kitaifa na kuongeza matumaini miongoni mwa wananchi na wapiganaji kwenye kulinda mafanikio yao ya ushindi. Taarifa hiyo iliongeza kuwa wananchi wa Iran na wapiganaji wanatarajia kuwa ulingo wa kisiasa utakuwa mwendelezo wa ulingo wa vita ili kuhakikisha haki zao zinalindwa kikamilifu. IRGC imesisitiza kuwa adui mchokozi ameshindwa katika medani ya vita mbele ya mwamko wa kihistoria wa taifa hili na mafanikio makubwa ya wapiganaji wa Uislamu. Kutoka nafasi ya kutaka kuifuta Iran kwenye ramani na kuirudisha kwenye zama za giza, sasa wamejishusha hadi kuomba mazungumzo na kupiga magoti mbele ya utukufu wa taifa letu. IRGC imeongeza kuwa taifa hili pendwa na wapiganaji wa Uislamu wako imara kama mlima, wakiwa wamewazunguka viongozi wao, na ikiwa adui mwenye kuvunja ahadi ataamua kurudia madai ya kiburi na kukiuka haki za taifa la Iran kama ilivyokuwa huko nyuma, vikosi vya IRGC ambavyo sasa vimeimarika zaidi nchi kavu, baharini, angani na katika nyanja zote za vita vya mseto viko tayari kuwapa maadui hawa kichapo kikubwa zaidi cha kihistoria kwa ishara ndogo tu kutoka kwa kamanda wao shujaa na mwenye hekima. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian na mwenzake wa Marekani Donald Trump wametia saini kwa njia ya mtandao mkataba huo wa maelewano wenye vipengele 14. Mkataba huo unajumuisha ahadi kutoka nchi zote mbili kuendelea na mazungumzo ya makubaliano ya mwisho kwenye kipindi cha siku 60 zijazo. Mkataba huo unatoa wito wa kusitishwa kabisa kwa uadui katika pande zote ikiwemo Lebanon, kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani kwa awamu, kufutwa kwa kizuizi cha majini dhidi ya Iran na kurejeshwa kwa shughuli za kibiashara kupitia lango bahari la Hormuz ndani ya siku 30. Na China imeionya Israeli dhidi ya kuzuia utekelezaji wa mkataba wa maelewano kati ya Iran na Marekani, huku ikitaka pande zote kuchukua hatua za vitendo kuunga mkono amani ya kikanda na kuunda mazingira yanayofaa kwa mazungumzo yajayo. Beijing imekaribisha kutiwa saini kwa mkataba huo, ikithibitisha tena uungaji mkono wake kwa amani na uthabiti kwenye eneo la Asia Magharibi na Ghuba ya Uajemi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Lin Jian ameionya Israeli dhidi ya kudhoofisha utekelezaji wa makubaliano hayo wakati akijibu maswali kuhusu hatua ya kwanza ya makubaliano hayo na duru inayofuata mazungumzo kati ya Iran na Marekani.